Hujambo na karibu tena mtazamaji, tujuzane yote ambayo yanajiri katika anga za kimataifa kwa wakati huu. Rasmi sasa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameondoka nchini Israel kumfuata rais wa Marekani Donald Trump, lakini safari yake hiyo imezua maswali makubwa sana. Ikumbukwe ilikwisha tangazwa kwamba Netanyahu atasafiri moja kwa moja kuelekea Washington DC Marekani, ambapo atakuwa na kikao na rais wa Marekani Donald Trump kuzungumzia masuala mazima yanayoendelea kidiplomasia kati ya Israel lakini pia na Marekani, vile kuzungumzia situation au hali ya Mashariki ya Kati kwa ujumla, hususan mzozo wa Irani lakini pia na kundi la wanamgambo la Hezbollah. Taarifa inasema kwamba waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameondoka kuelekea Washington Marekani kwa ziara rasmi inayotarajiwa kumkutanisha na rais wa Marekani Donald Trump, huku safari yake ikivuta hisia kutokana na kuanza kutoka kambi ya jeshi badala ya uwanja wa ndege wa kiraia. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Israel, Netanyahu aliondoka Jumatatu kupitia kambi ya jeshi la anga la Nevatim iliyopo karibu na mji wa Beersheba kusini mwa Israel. Ofisi yake ilithibitisha kuondoka kwake baada ya ndege rasmi ya serikali Wing of Zion kuruka muda mfupi kabla ya saa 7 mchana kwa saa za Israel. Safari hiyo ilichelewa kwa takribani saa 2 ikilinganishwa na ratiba ya awali, lakini ofisi ya Netanyahu haikutoa sababu ya kuchelewa huko wala kueleza kwa nini alichagua kuondoka kupitia kambi ya jeshi badala ya uwanja wa ndege wa Ben Gurion. Pia, tofauti na ilivyozoeleka, hakuna waandishi wa habari waliosafiri naye katika ndege hiyo. Wakati Netanyahu akiondoka nchini, hali ya usalama katika eneo hilo iliendelea kuwa ya tahadhari. Jeshi la Israel lilitangaza kuwa liligundua ndege 2 zisizo na rubani karibu na mpaka wa Jordan, zikidai hazikuingia katika anga ya Israel. Baadaye jeshi la Jordan lilisema lilizidungua ndege hizo kabla hazijaleta madhara yoyote. Ziara ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu nchini Marekani inafanyika wakati akiendelea kukabiliwa na shinikizo la kimataifa kufuatia hati ya kukamatwa iliyotolewa dhidi yake na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC mwezi Novemba 2024 kwa tuhuma za uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu unaodaiwa kufanyika katika ukanda wa Gaza. Licha ya hali hiyo, Netanyahu amesema bado anatarajia kuhudhuria mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa mjini New York, huku Rais Donald Trump akisisitiza kuwa kiongozi huyo wa Israel hatakamatwa wakati wa ziara yake nchini Marekani. Mkutano kati ya Trump na Netanyahu unatarajiwa kujadili masuala mbalimbali ya usalama wa Mashariki ya Kati, vita vya Gaza, pamoja na uhusiano wa kimkakati kati ya Marekani na Israel. Moja kati ya kitu ambacho kimeshangaza zaidi kuhusu wakati waziri mkuu Benjamin Netanyahu akiondoka nchini Israel, hakuondokea katika uwanja wa ndege wa kimataifa Ben Gurion kama ilivyozoeleka. Netanyahu alilazimika kuondokea katika kambi ya jeshi la anga ya Nevatim huko karibu kabisa na mji wa Beersheba kusini mwa Israel, na waandishi wa habari hawakuambatana naye kama ambavyo imezoeleka nyakati zote, jambo ambalo limeibua sintofahamu kubwa kuhusu ziara ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu kukutana na rais wa Marekani Donald Trump katika ikulu ya White House Washington DC. Basi mtazamaji wetu, kwa mengineyo mengi zaidi na haya, ni kuombe uendelee kuwa nasi wakati wote kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.